Kwingineko, imebainika kuwa wazazi wengi hawana uelewa wa kutosha kuhusu utunzaji wa masikio ya watoto wao, jambo linalosababisha nta ya sikio kuwa nyingi na kuchangia matatizo ya kusikia. Hali hii ilidhihirika wakati wa zoezi la uchunguzi wa bure wa masikio kwa watoto lililofanyika katika hospitali ya Wamunyu Level 3 huko Yatta, Machakos. Mfano wa hali hii ni Sarah Sami, mzazi ambaye kwa mwaka mmoja sasa mwanawe mwenye umri wa miaka 7 amekuwa akikabiliwa na tatizo la kutosikia. Sarah anasema kila anapomwongelesha mwanawe hulazimika kutoa sauti akidhani labda ni mzaha tu wa kawaida, kumbe alikuwa na tatizo la kutosikia. Walinioshea mtoto masikio. Kitambo hakuweza kusikia vizuri. Nilikuwa namuita aitiki, saa zingine tu ananiangalia. Nilikuwa nadhania kuwa mtoto tu anajifanya ama ameanza kuwa kichwa ngumu. It's unfortunate that for most hearing loss cases there is no pain, and for many times when people don't experience pain, then they don't seek for health. It would be a good policy if all children born across the country would be screened for hearing loss, because this would prevent late identification, which will resort to children having to go to a deaf school to learn language. Ile kitu kingine tunaweza ambia wazazi ni kwamba uchafu yoyote iko kwa masikio, haufai kuingiza kitu chochote kwa masikio ya mtoto. Ikuwe ni earbud, ikuwe ni nini, hatufai. Mtoto unapanguza tu huku nje, na kama ni uchafu unaona pale ndani, unaletea daktari anaweza kuangalia. Na pia ile uchafu inakuwa kwa masikio nye unaona, hiyo kwa masikio ni dawa kwa masikio. We know from research that all children develop speech and language in those first 3 years of life. So things like earwax, things like middle ear infection or permanent hearing loss, all of these have a negative impact on a child's development. Tazamaji, taarifa hiyo